ukisikia tu bati alafu mimi nasema kwa jina la Yesu kavae nguo, mko uchi. Hata kama sijaona wako uchi, lakini natamka kwa jina la Yesu uko uchi, nenda kavae nguo kwa jina la Yesu Kristo, na kuona pigwa kwa jina la Yesu. Nikaa nakemea, unasikia kishindo kama nazi, gunia la nazi limedondoka nje. Nikasema amepigwa tayari. Basi wale sungusungu wanaopita nje wakanaongea, wanasema ila huyu mama atakuwa anawaona. Huyu mama lazima atakuwa anawaona huyu. Yule mama akaendelea. Ikifika jioni 2:00 nikaanza kuomba na familia, nikapona. Ikifika jioni 2:00 nikaanza kuomba na familia. Yule mama jirani yangu anatoka na familia yake, anasema skadi zimeanza. Ilikuwa kipindi cha Saddam nafikiri. Skadi zimeanza, twende tuondoke. Anabeba familia yake, wanaenda kukaa mbali, wanaondoka. Kwa hiyo sisi mpaka tumalize ibada ndio wanarudi. Baadaye yule mama akasema mimi nahama ili eneo, mimi nahama. Lakini hapo hapo alifiwa na mtoto. Jirani yangu wa upande wa kushoto akafiwa na mtoto ambao walikuwa wanashirikiana kunipiga mimi. Akafiwa na mtoto. Alipofiwa nikaenda msibani. Nilipoenda msibani ile naingia chumbani niwasalimie wenzetu wale, walitoka chumba kizima, waliniachia chumba wakakimbia. Walipokimbia chakula kikapikwa, wakatenga wote pale mtaani. Nikakaa nikawafuata wao wenyewe wale maasimu wangu, nikaenda kula nao. Sasa watu wakaa nasema huyu mama Raheli anajiamini nini kula nao watu wazee wa mtaa, wabibi wa mtaa. Mimi nikaenda kula, nikasema kwa jina la Yesu hafi mtu na wala siwaogopi, naenda kula nao chakula. Kaenda wanachovya na mimi nachovya na kula kwa jina la Yesu. Hawaniangalii usoni. Tukazika mtoto wa kwao, sio mtoto wangu mimi, watoto wangu wazima. Sasa huyu mtu anayeitwa Josefu, huyu kijana wangu sasa hivi ni kijana, wakati huo alikuwa na miaka kama 4 hivi. Yule mama aliyekuwa ananipiga nguvu za giza akipita nje, Jose amekaa mlangoni akisema kwa jina la Yesu, mama anateleza, ndoo ya maji inadondoka. Yule mama akitoka kuchota maji anateleza, akifika mlangoni kwangu anamwaga maji, anaanguka. Sasa alipomwona Jose anasema kwa jina la Yesu, akasema kwamba huyu mtoto kichwa chako kama pawa, nitahakikisha huyu mtoto nimemuua. Nimemwaga maji, ngoja nikachote nije nimwage tena. Mtoto akafunga mlango, akakimbia, akaja jikoni. Mama, unaona huyu mama fulani ananiambia mimi kichwa kama pawa, eti ataniua. Nilikemea, amemwaga maji. Nikamwambia kemea hivyo hivyo mwanangu, piga hivyo hivyo. Basi tukaendelea na mchezo. Vita vya kiroho na vya kimwili vinaendelea pale. Alikuja kuokoka baadaye, sielewi kama yupo, alishatangulia mbele ya haki saa hizi. Mtoto alivyoniambia